Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu. Leo tafakari yetu ya neno la Bwana, tuanze kwa kuliangalia somo la Injili, ambapo tunakutana na maneno muhimu ya matumaini. Tunakutana na huruma kuu ya Yesu, na huruma hii ni ya matumaini kwetu. Ndugu zangu, Yesu anaonyesha huruma kwa makutano waliokuwa na njaa, na ukisoma maneno anayotumia, hata na wewe yanakutia moyo, yanakuvutia. Yesu anaingia ndani ya mioyo na miili ya hawa watu na kujisikia jinsi wanavyojisikia wao. Ndani ya miili yao anaona njaa kali na uchovu. Ndugu zangu, kumbukeni jinsi njaa inavyoumaga. Hasa kama umelala bila kula usiku, unajua jinsi njaa inavyouma. Sasa anaingia ndani ya miili yao na kuona njaa, na hivyo kuwaonea huruma na kuwapa chakula. Katika somo hili tupata matumaini makubwa sana. Yesu kwa kweli anatupenda sana. Unapokuwa na shida, yeye yupo, anasikia ile shida yako, naye anatembea pamoja nawe. Hivi Yesu ni rafiki wa kutegemewa kabisa. Iliyopo tu ni kwamba sisi tusiache hata siku moja ya kumweleza shida zetu. Yeye atatusikiliza hakika. Yeye yupo pamoja na sisi, hata tuache. Tusiwe na wasiwasi. Katika somo la kwanza tunakutana na simulizi jinsi sasa ile dhambi ya Solomoni, dhambi ya mtu mheshimiwa mwenye hekima, inavyozidi kumaliza taifa la Israeli. Hasa kama Mungu alivyotabiri, ufalme umegawanyika, na mbaya zaidi hata dini zinagawanyika. Ndugu zangu, wale wa upande wa mfalme Jeroboamu wanaangukia kwenye uabudu wa sanamu, na hili taifa litakuja kuadhibiwa. Na ukweli ni kwamba watu wa hili taifa watakuja kupotea kabisa na kusambaratikia katika mataifa mengine. Israeli iliyosalia ni ya ule upande wa kusini, ile ya upande wa Yuda. Yote haya yalitokana na kumwasi Mungu, kiongozi mkubwa kumwasi Mungu. Ndugu zangu, hivyo ndugu zangu, tuogope kumwasi Mungu, hasa wale tulio na madaraka au wale tuliokabidhiwa majukumu. Angalia dhambi yako inavyoweza kuleta maangamizi katika taifa. Tuwe makini ndugu zangu, hasa wale mliopewa madaraka. Dhambi yenu haiwezi kuchukuliwa na dhambi ya kawaida ya watu wa kawaida. Ninyi mnatazama na wengi, ninyi mnaweza kuwakwaza wengi. Kwa hiyo muangalie sana yale mnayotenda mbele za watu, yanaweza kuleta kwa sababu ya baraka kwa taifa au maangamizi kwa taifa, au baraka kwa familia au maangamizi kwa familia, au baraka kwa jamii au maangamizi kwa jamii. Yesu katika Injili ya leo anatueleza kwamba maisha yetu yajae na huruma na upole na upendo kwa ajili ya wengine, kama yeye alivyowaonea huruma wale watu katika somo la Injili leo. Yeye hakuwakwaza, alijisikia pamoja nao. Wapo wenye njaa katika jamii yetu na jumuiya zetu. Tusikae kimya na kuwapa mgongo, badala yake tuwe na huruma kama Yesu alivyowalisha. Poteza pesa yako kwa ajili ya maskini, itakusaidia wakati ufaao. Sadaka yako kwa watu hawa ni kama ngao yako ya kukinga na maadui. Yoshua bin Sira sura 29 mstari wa 11 mpaka 13. Ukitoa sadaka yako kwa ajili ya hawa ni kama vile umeenda dukani kununua silaha ya kupigana na maadui. Itakuwa tu hakika. Ndugu zangu, Mungu atusaidie katika hili. Tuwe na huruma, tujue njaa pia inavyouma, tuwasaidie wenzetu. Tusione tu mateso yao kama ni kitu cha furaha kwetu. Badala yake tuwe kama Yesu, tuwaone huruma na kuwasaidia. Nakutakia siku njema. Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Bado nakukumbusha shajara za Asali Mubashara zipo katika tafakari hii ile ya kuandika. Angalia tafakari ya kuandika chini pale, kuna namba ipo pale. Mpigie kijana huyu, kuambia shajara, atakuuliza uko wapi na unahitaji shajara ngapi, basi atakufanyia mpango, atakutumia popote ulipo. Jipatie nakala yako ya Asali Mubashara ikusaidie kwenye jumuiya, kwenye familia, kwenye taasisi, ili muweze kusoma neno la Mungu. Tengenezeni urafiki na neno la Mungu. Siku njema.